Na mtazamaji wangu, moja ya taarifa inayozidi kutufikia katika dawati letu la habari hivi sasa ni kuhusiana na Mheshimiwa John Heche na viongozi wengine wakuu wa chama Chadema kuachiwa huru kupitia dhamana. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, nikinukuu taarifa hii ni kwamba viongozi wakuu wa chama Chadema waachiliwa jioni hii kwa dhamana. Miongoni mwa viongozi wakuu wa chama Chadema walioweza kuachiwa huru ni Mheshimiwa John Heche ambaye siku za hivi karibuni aliweza kugonga vichwa vya habari kutokana naye kutekwa kipindi na wakati ambapo aliweza kuwasili katika malango ya Mahakama Kuu kuhudhuria kesi yake ya Mheshimiwa Tundu Lissu na moja kwa moja kukamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi. Mwisho siku kuibuka taarifa ya kwamba katika kituo hicho cha polisi Mheshimiwa John Heche aliweza kutoweka na kutojulikana aliko. Ila leo hii kutokana na picha zilizoweza kupigwa na kusambazwa katika mitandao ya kijamii, na kama unavyozidi kumtizama katika skrini yako hivi sasa, ni wazi kwamba afya yake Mheshimiwa John Heche haijaweza kudhoofika mno. Pia anaonekana yupo sawa, ila ingekuwa vyema iwapo ataweza kufanya mahojiano ya moja kwa moja kujizungumzia yeye binafsi na sio watu kumzungumzia yeye. Ila ni habari njema kwa wafuasi wote wale wa chama Chadema kwa kuachiliwa huru kwake Mheshimiwa John Heche, kwani Mheshimiwa John Heche aliweza kuwa mwenyekiti msaidizi mshikililizi wa nafasi ya uwenyekiti kutokana na kutokuwepo kwake Mheshimiwa Tundu Lissu kutokana na kesi ya uhaini inayozidi kumkabidhi hivi sasa, jambo ambalo Mheshimiwa Tundu Lissu kwa njia moja ama nyingine ameweza kuahidi kupigana huko mahakamani kisheria hadi wakati ambapo ataweza kuibuka kuwa mshindi na kuonyesha wazi kwamba yote yaliyokuwa dhidi yake, hakuna kesi ya uhaini yoyote ile alikuwa amepanga kuinuia kuifanya katika Jamhuri ya Tanzania, bali yote yaliyokuwa yakimkumba ama ambayo yameweza kumkumba hadi kushindwa kushiriki katika zoezi la kuwania kiti cha urais, azma yake ya muda mrefu ambayo angependa kuifanikisha kupitia uchaguzi ulioratibiwa kikatiba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Yote yaliweza kuwa ni mambo ya kisiasa kwa yeye kutoshiriki uchaguzi huo. Ila kuachiwa huru kwake Mheshimiwa John Heche ni habari njema katika chama Chadema. Pia huenda tukaweza kushuhudia nguvu mpya katika chama Chadema, zoezi za siku baada ya siku kurejea, ijapokuwa sio kikamilifu kutokana na kiongozi anayezidi kufanya hivyo ama atakayefanikiwa kurejesha zoezi za chama Chadema kikamilifu si mwingine bali ni Mheshimiwa Tundu Lissu. Ila kwa uwenyekiti wake Mheshimiwa John Heche kwa kuachiwa huru kuendelea na nafasi yake huko Chadema, mtazamaji wangu, ni habari njema, na hata kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu huenda ikawa na muonekano wa nuru kubwa kuachiwa huru, jambo ambalo litakuwa ni furaha kubwa kutokana na viongozi wengi, raia wengi, vijana jenzia, hata baadhi ya idadi kubwa ya Watanzania ambao wanazidi kuomba haki ipatikane kwake Mheshimiwa Tundu Lissu aachiwe huru kuendelea na siasa zake siku baada siku katika Jamhuri ya Tanzania kama ilivyokuwa mbeleni. Ila mtazamaji wangu, gumzo nzito ni kwamba kumekuwa na mazungumzo ama kumekuwa na tetesi kuhusiana na jinsi ambavyo chama cha CCM kipo tayari kufanya maridhiano kati yao na vyama vyote vya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, kuachiwa huru kwake Mheshimiwa John Heche kutaweza kumlazimu aje ahusike kwa kuongoza chama Chadema kwa maridhiano, jambo ambalo yeye binafsi alikuwa hayupo tayari, sawia na kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole ambaye pia sio mwanachama wa chama Chadema bali CCM
aliweza kuzungumzia haya kabla ya kutekwa kwake, ya kwamba kipindi na wakati ambapo uchaguzi mkuu utaweza kumalizika ndipo ambapo utaweza kuona viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya 6 kwa wakati huo hivi sasa wakiwa serikali ya awamu ya 7 wataweza kuomba maridhiano. Je, huenda hii ikawa ni sababu ya Mheshimiwa John Heche kuachiwa huru kwa ajili ya kuja kuongoza maridhiano ama mazungumzo ama kuwasilisha chama Chadema katika kikao cha maridhiano? Je, ataweza kufanya hatua hiyo bila kumhusisha Mheshimiwa Tundu Lissu? Kwani sote tunafahamu kwamba itakuwa ngumu kwake Mheshimiwa Lissu iwapo ataweza kuachiwa huru kukubali maridhiano yoyote yale ya kisiasa kati yake pamoja na chama cha CCM, kutokana hasa na kile ambacho kiliweza kukuta vijana Gen Z. Itakuwa ngumu kwake Mheshimiwa Lissu kukubali kufanya maridhiano ya aina yoyote ile kati yao pamoja na chama cha CCM. Kwa njia moja ama nyingine, haya yote yakiendelea kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo inazidi kuchukua muda mrefu kwa viongozi wakuu walioko katika serikali ya awamu ya 7 hivi sasa kurejesha imani yao, sio kwa viongozi pekee bali baadhi ya Tanzania ambao wameweza kupoteza imani na viongozi hawa, jambo ambalo litaweza kuathiri muda wao madarakani ama ofisini kuongoza watu hawa ama wananchi hawa ambao wameweza kupoteza imani kabisa. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Kuachiwa huru kwake Mheshimiwa John Heche wakati ambapo kuna tetesi za maridhiano yanayozidi kupangwa na viongozi wakuu wa CCM ama serikali ya awamu ya 7 itaweza kuchangia chama cha Chadema kushiriki mazungumzo ya maridhiano? Ama wewe hapo unakubali maridhiano hayo ama haupo tayari kwa maridhiano kufanyika kati ya vyama vya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania pamoja na uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa? Ila yote ikumbukwe ni kwamba Mheshimiwa John Heche uhuru wake utaweza kuchangia pakubwa hasa kwa kesi inayozidi kumkabidhi Mheshimiwa Tundu Lissu hivi sasa huko mahakamani, jambo ambalo kesi yake Mheshimiwa Lissu imeratibiwa kurejelewa rasmi tarehe 13 mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Mtazamaji wangu, itakuwa vema iwapo wewe hapo utaweza kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na uhuru wake Mheshimiwa John Heche pamoja na viongozi wengine wakuu wa chama Chadema ambao wameweza kuachiwa jioni leo ama usiku wa leo. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.